siku ya leo katika majira haya ningependa tuzungumzie kitu kinaitwa sijui nikifanyeje, najua kwa Kiingereza lakini ngoja nitafsiri hivi: mafanikio ya ufalme wa Mungu. Mafanikio ya ufalme wa nini? Wa Mungu kwetu sisi. Nilikuwa naangalia jinsi ambavyo Mungu amekuwa mwaminifu kwa viumbe wake. Alafu yeye akakaa pembeni. Alafu akatuachia urithi sisi tuutumie kama tunavyotaka. Na anapenda tufanikiwe, na ndio maana ameandaa rasilimali ambazo zinatuwezesha kufanikiwa. Lakini kitu ambacho nimegundua, si kwa sababu ya uwezo tulionao, si kwa sababu ya elimu tulizonazo, si kwa sababu ya kazi au ujuzi tulionao, bali mwanzilishi wa mafanikio yote ya mtu ili yaweze kuwa na umaana ni kutanguliza ufalme wa Mungu, to prioritize, kwa lugha ya Kiingereza ngoja niache. Bwana Yesu asifiwe, maana wote si Waingereza. Ngoja niache kutoa kipaumbele katika ufalme wa Mungu, au kumpa Mungu kipaumbele katika ufalme wake. Mafanikio yoyote ulionayo bila Mungu hayana maana kama Mungu hajapewa kipaumbele, na yeye ndiye mtangulizi na mwanzilishi wa mafanikio ya binadamu yeyote anayeishi duniani. Bwana Yesu asifiwe. Katika kitabu cha Mithali sura ya 21 mstari wa 5, Biblia inasema mawazo ya mwenye bidii huelekea utajiri tu, bali kila mwenye pupa huelekea uhitaji. Na hapa ukitaka kujua kwamba mawazo ni nini, mawazo maana yake ni nini, na huo utajiri unaosemwa ni nini, ufalme wa Mungu una kanuni za kuumba mafanikio au utajiri. Inaitwa Kingdom Principles Wealth Creation. Kwa wale ambao wanajua Kiingereza, ninaposema kingdom maana yake ni ufalme, principles ni kanuni, wealth ni utajiri, alafu creation ni uumbaji wa utajiri ambao uko ndani ya mtu. Kila mtu hapa ana uwezo wa kumiliki utajiri au kuishi maisha ya utajiri. Magonjwa sio utajiri. Tabu na mateso sio utajiri. Ni maonevu yanayotoka katika ufalme mwingine wa giza ili kumfanya huyu muumbaji wa huo utajiri na anayekupa nguvu za utajiri uanze kumchukia, uanze kukataa hata maagizo yake, uishi sawasawa na uwezo wako wa akili, alafu ufike mahali uwe kwenye kikomo au uwe kwenye limitation, yani uwe na mipaka ya kutokufanikiwa, uishie hapo. Lakini Mungu aliumba utajiri ndani ya mtu, na ndio maana ukisoma Biblia inasema ni mimi nikupae nguvu za kupata utajiri. Na ukisha upata huo utajiri utamkumbuka muumba wako aliyekupa nguvu za kupata huo utajiri, na namna gani ya kuweza kutumia huo utajiri ili ulete faida kwenye ujenzi wa ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu mwingine amekuja mgonjwa hapa, nataka asikie mapepo yanafanya. Mimi sizungumzia habari ya mapepo, mimi nazungumzia habari ya utajiri. Nazungumzia nini? Tunaita watu matajiri. Mimi nataka nikwambie matajiri sio wenye magari, sio wenye viwanda. Ni wale ambao wanampa Mungu kipaumbele katika mafanikio Mungu anayowapa, na wanaishi maisha ya utoshelevu, maisha yenye kiasi,
yani abundance, utele, yana utele ndani yake. Kwanza wana afya nzuri, wana akili nzuri, wanamcha Mungu na pia wanampenda Mungu kwa mali zao na pia wanamheshimu Mungu kwa mali zao. Hao ndio matajiri. Wana utoshelevu, hawana papara, hawana pupa, na hawamiliki vitu kwa sababu yao binafsi, wanamiliki kwa ajili ya Mungu kama utukufu wake. Mimi nikifanikiwa, wewe ukafanikiwa, sifa na utukufu zinamrudia Mungu, kwa maana hakuna mtu ambaye atakuwa na manunguniko na ataishi maisha ya uizi, uongo, utapeli na ulaghai, na wala hataishi chini ya viwango vya afya yake. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inaposema mawazo ya mwenye bidii huelekea utajiri, na mimi nimekuambia ziko kanuni za kupata utajiri ambazo ni uumbaji wa Mungu uko ndani ya mtu. Na leo nimesema nitafundisha watu. Unajua watu wengine wanadhani kufanya vile wanavyovifanya, biashara wanazofanya, kazi wanazofanya, ujuzi na elimu walizo nazo au uwezo walio nao ndio vitu vinavyowapa utajiri. Lakini wa kwanza anayetoa utajiri ni nani? Ni Mungu peke yake. Na ndio maana hata afya, juzi tumemwona Mheshimiwa Raila Odinga, alikuwa ni bilionea, ana uwezo kiuchumi, ana fedha nyingi, na ni mtu anayejulikana sana na ametumia nguvu nyingi kujulikana. Lakini ameenda India, amerudi mzima? Jibu ni hapana. Alirudi mzima? Viongozi wote wanaopelekwa India, wanaopelekwa Uingereza, wanaopelekwa South Africa, wanarudi wazima? Urudi kwenye masanduku. Kwa nini wanarudi kwenye masanduku? Wakati mtu wa kawaida anaweza akaishi maisha yake zaidi ya miaka 90, zaidi ya miaka 100, kwa sababu ana imani kwa Mungu. Hata kama ana imani kidogo ya kupapasa papasa, lakini anaamini aliyemweka duniani ni muumba wake peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo utajiri wa kwanza ni afya. Mungu akishakupa uzima, akakupa afya, ndio utajiri namba moja. Hivi vingine ni nyongeza. Na ndio maana Yesu anasema utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake yote, na haya yote mtazidishiwa. Ina maana kwamba tunapoupata ufalme wa Mungu na tukauwekea kipaumbele au tukaupa kipaumbele, maana yake Mungu huyo tuliyempa kipaumbele, yeye ndiye atakaye kuwa mlinzi wetu na muhifadhi wa afya zetu na mlinzi wa vitu na mali tunazopewa naye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini watu wanajenga nyumba zinaungua? Kwa nini watu wananunua magari yanapinduka na ungua, yanaua watu? Ni kwa sababu mkono wa Mungu hauko katika vile ulivyo navyo. Na ndio maana Yesu akawa anafundisha akasema, wingi wa vitu tulivyo navyo haviwezi kuleta uzima wa mtu, bali tukiwa na ufalme wa Mungu ndani yetu, uzima wa Mungu utakuwa ndani yetu, na ndio utakao tupa utoshelevu, na tutakuwa na amani na vile tunavyovipata au tulivyo navyo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wengine wanalala macho kwa sababu ya mali zao. Hawaamini kama wataweza kuzilinda zile mali, kwa sababu kuna wezi na wanyang'anyi au majambazi wanaweza kuja kupora, na wengine wanaishi kwa mashaka. Watu wanajilinda kwa bunduki. Lakini ukiwa na ufalme wa Mungu, uhitaji kutembea na bastora, uhitaji kuweka walinzi na mbwa wengi, bali mlinzi namba moja ni Mungu peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Wanaangalia sana viongozi, wanalindwa sana, wanakuwa na walinzi zaidi ya 100 hapo walipo, na wanaokaa ni walinzi na waliosimama ni walinzi. Lakini Mungu anapotaka kuchukua roho ya mtu, hamwambii yule anayemlinda. Anashangaa tayari pumzi imeisha, na anaanza kusema maneno, tulikuwa naye tunampenda, imeisha. Kwa sababu mtu huyu alijiangalia mwenyewe, hakumwangalia aliyemweka pale, hakuangalia mamlaka aliyempa, hakuangalia yule aliyemuinua akamweka kwenye nafasi hiyo, bali alijitukuza mwenyewe na alijiona yeye mwenyewe. Na ndio maana unakuta watu wengi wanaishi kwenye shida nyingi, kwa sababu wao wanajitumainia au wanatumainia dawa, wanatumainia madaktari, wanatumainia mawakili walionao, wanatumainia nyumba nzuri walizonazo, wanatumainia mali nzuri walizonazo au utajiri walionao.
Lakini utajiri wa kwanza unatokana na kanuni za kiungu ambazo mtu anatakiwa aziishi. Kwa ziko kanuni za kiungu ambazo tunatakiwa tuziishi ili tuweze kufanikiwa. Leo kila siku nawaambia, tokeni chini. Kwa sababu neno la Mungu linasema, Mungu muinua mnyonge kutoka mavumbini, umpandisha juu ili amketishe pamoja na wakuu. Hajasema ubaki pale pale chini, anataka uinuliwe uje mahali fulani. Na ukiinuliwa, maana yake utukufu wa Mungu umeonekana au umeongezeka kwenye maisha yako. Na watu wengine wataanza kumtukuza Mungu kwa sababu ulikuwa chini kwenye mavumbi. Ulikuwa karibu na jaa, mahali panaponuka, lakini Mungu anakuinua. Toka kwenye mavumbi yako ili Mungu akuinue kutoka kwenye mavumbi yako, au akutoke kwenye jaa lako ili upate kuwa pamoja na wakuu. Huwezi kubaki pale pale. Kwa sababu mimi ninapofundisha nataka uchukue hatua, utoke, usikae pale. Na usiviangalie vile vitu unavyovifanya. Angalia Mungu aliyekupa nafasi. Haleluya. Sogea kidogo huku mbele, sogea mbele tu. Sogea hivi mbele. Sogea mbele ili msikie. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini Mungu anatupa afya? Kwa nini Mungu anatupa afya? Nauliza, kwa nini Mungu amekupa afya? Ulishawahi kujiuliza kwa nini Mungu mimi amenipa afya? Kwa nini Mungu amekuponya? Nauliza, kwa nini Mungu amekuponya? Unalo jibu. Unafikiri ni haki yako kupona? Unafikiri ni haki yako kuwa mzima? Sio haki yako. Mungu anamaanisha hivi, anapokupa afya au anapokupa uzima, kusudi la Mungu la kuumbwa kwako, la kujenga ufalme wa Mungu litimie. Utakiwi kuishi duniani eti kwa sababu unakula, unakunywa, una afya, Mungu amekubariki, lakini ushiriki kujenga ufalme wa Mungu. Upo kwa ajili ya kujenga ufalme wa Mungu ili kusudi la kuumbwa kwako liweze kuwa na maana kwenye maisha yako. Mungu atupi fedha ili tule, tutumie, tunawili, tujenge. Kwa maana moja, kujenga ufalme wa Mungu na kuangusha ufalme wa shetani. Na ndio maana wengine Mungu hawapi kwa sababu wanatafuta wao wenyewe, wachumia tumbo. Mimi sikufundishi uwe mchumia tumbo, na kufundisha ili utajirike, na utajiri huo uje ujenge ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mjenge jengo kama hili, mweke vitu vizuri, watu waje waokoke, watu wafurahie uwepo wao duniani. Sio uje uabudu urudi nyumbani. Kama makanisa mengine ya Kikatoliki wanayapamba na dhahabu, lakini hayawasaidii watu. Unatakiwa ukija hapa lazima utoke umebadilika. Maisha yako yamebadilika. Haleluya. Utukufu wa Mungu uonekane kwenye maisha yako. Kutoka imani hadi imani, nguvu hadi nguvu. Imani yako ikiongezeka, utukufu wa Mungu unaongezeka. Nguvu za Mungu zikiongezeka, utukufu wa Mungu unaongezeka kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Mungu hatupi mali wala utajiri ili tuutumie wenyewe. Mungu atukuzwe. Halo. Ndio maana watu wengi hawana mali, watu wengi hawana utajiri kwa sababu wanatafuta kwa ajili ya kuchumia tumbo. Sikufundishi ufanikiwe ili ule ushibe peke yako. Mungu anataka ufalme wake ujengwe. Ufalme wa giza uanguke. Mamlaka za shetani zianguke kupitia wewe. Halo.
Bwana Yesu asifiwe. Huwezi kuja kanisani kila siku kabaki yule yule, kwa sababu wewe ni mchumia tumbo, unatafuta chakula chako. Lakini kama unatafuta ili Mungu ujenge ufalme wake na umempa kipaumbele namba moja, Mungu atakubariki. Mungu atakuongeza, kwa sababu haoni huyu mtu sio mbinafsi, sio mchoyo, anataka kujenga ufalme wa Mungu, atakuinua. Bwana Yesu asifiwe. Sijui mnanielewa. Nani mwenye mawazo ya utajiri hapa? Nani mwenye mawazo ya utajiri hapa? Wengine hamna mawazo ya utajiri. Kaaga hivyo hivyo. Mawazo ya mwenye bidii huelekea nini? Wengi wanaelekea pupa. Wanapupa. Shida zitoke, wana shida. Wanataka chakula, wanataka mavazi. Krismasi inakaribia, watafuta hela za kushona nguo. Uelekea uhitaji, Biblia inavyosema. Na anayezuia sivyo haki huishia uhitaji. Na watu wengi ni wahitaji, na walokole wengi ni maskini, kwa sababu wao wanajiangalia wenyewe. Akila akashiba anamwambia namtukuza Mungu, leo nimekula nimeshiba. Hapana, haina maana hiyo. Mungu anataka uvuke viwango vile vya kula na kushiba tu. Mungu anataka wewe uonekane, utukufu wa Mungu uonekane kwenye maisha yako. Ndio maana inaitwa hivi, Kingdom Principles Wealth Creation. Yani wewe unakuwa ndani ya ufalme wa Mungu. Kazi yako ni kuumba utajiri, kwa sababu uko ndani ya huo ufalme wa Mungu. Utengeneze mali, utengeneze utajiri wewe ukiwa duniani, na ufurahie maisha ukiwa duniani. Halo. Watu wengi hapa hawaishi maisha ya furaha. Pamoja na kuwa na mali walizonazo, lakini haziwasaidii na wala hazileti furaha. Na ndio maana watu wanatembea na bastora, na watu wengine wanajua, na wengine wanaishi kwa dawa, wengine wanaishi kwa waganga, wakazindikwe wakafanyeje. Ni kwa sababu hawana furaha na vile walivyo navyo au walivyovichuma, kwa sababu havikutokana na Mungu. Lakini mtu ambaye amepata mali au amepata utajiri kutoka kwa Mungu, hana wasiwasi yoyote juu ya kitu chake chochote alichonacho, anachokimiliki. Huna wasiwasi kwamba mimi afya yangu italegea au itapungua. Itaimarika siku kwa siku, kwa sababu Mungu anakutumia, na wewe unaitumia hiyo nguvu aliyoiweka ndani yako kwa ajili ya kujenga ufalme wa Mungu. Na kama utaitumia hiyo nguvu uliyoko nayo leo kwa ajili ya mambo yako binafsi, lazima utakuja kulegezwa. Hamjajua bado? Halo. Yani hivi, Mungu amekupa nguvu, uzitumie kwa ajili ya kujenga ufalme wa Mungu. Wewe unazitumia kwa ajili ya mambo yako. Uoni watu wengine wanapata nguvu wanaenda kucheza dansi usiku kucha. Hamuoni watu wanalala vilabuni? Hawana pesa, si wanazo, wanatumia nguvu ile kwenda kucheza nini? Dansi. Sisi hatutumii nguvu hizo kwenda kucheza dansi. Tunazitumia nguvu zile kwa ajili ya kuhubiri ufalme wa Mungu, ili uje duniani watu wanufaike na huo ufalme wa Mungu. Watoe kwenye giza, watoe kwenye mateso, na watu wafanye kazi. Na kazi hizo zilete utukufu wa Mungu baada ya kupata kipato kizuri. Ukishapata kipato kizuri, utaishi maisha ya busara, maisha ya hekima, na namna ya kuzitumia zile fedha. Na usiruhusu madeni yasiokuwa na sababu kwenye maisha yako. Watu wengi tunatafuta madeni yasiokuwa na sababu. Na ukipata madeni au ukipata ukakopa deni benki, mkopo benki, ulipe. Hizo ni kanuni za kifedha au kanuni za kiuchumi. Usibaki na deni ukawa unakwepa mitaa mahali ambako unadaiwa. Hayo sio maisha mazuri. Lipa. Ukipata pesa lipa. Ukipata pesa lipa haraka sana, ili jina lako ulitengeneze, uendelee kuaminika. Halo. Wengi hapa tuna madeni ya chumvi, madeni ya sukari. Leo utamuomba Mungu akupe utajiri wa wapi? Bora mtu anayedaiwa kwa sababu alitoa sementi kanisani akajenga nyumba ya Mungu, au alinunua vigae. Huyo Mungu anaona thamani yake. Asubuhi nilikuwa nafundisha nikasema, unapopandisha thamani ya soko lako, ndivyo unavyotengeneza fedha nyingi, na ndivyo unavyotengeneza customer wengi, kwa sababu viwango vyako
vya thamani ya soko lako vimeongezeka. Nimewaambia hivi, acheni kuuzia vitu chini. Haya, mvua inanyesha, mtafanya biashara? Nauliza, mvua hiyo inanyesha leo, kauze biashara sasa. Sitaki kusikia. Mvua hiyo, nenda kapange nyanya. Kapange nyanya, zitauzika. Nani atakuja kununua sasa hivi mvua inanyesha? Utauzia wapi? Mungu anakuondoa pale uende kwenye eneo lililojengwa. Watu waje wenye magari wanunue. Na ikifika jioni upate muda kwenda kupumzika. Wakati sisi tunapumzika, wewe uko kwenye biashara mpaka saa 5. Na unarudi nyumbani, mnaanza kugombana na mume wako. Na akikuuliza pesa ziko wapi, umezipeleka kwenye vikundi vya SACCOS. Wengi wanaofanya kazi ndogo ndogo hawanaga pesa, kwa sababu wana mawazo madogo, wanafanya vitu vidogo. Na kadri tunavyowafundisha watoke, wanaona kama sisi tunawaonea, tunawadhihaki. Haya, mvua imenyesha, nenda kafanye biashara. Haiuziki biashara ya chini. Bwana Yesu asifiwe. Sema, mawazo ya mwenye bidii uelekea nini? Uelekea nini? Kwa hivyo unapotoa kipaumbele cha Mungu kama sehemu ya rasilimali, yani Mungu ndiye awe rasilimali yako. Ukisoma kitabu cha Ayubu, nafikiri sura ya 20 na ngapi, asema mweke Mungu awe fedha yako ya thamani. Dhahabu yako iweke mchangani kwenye vijito. Fedha yako ifiche, lakini Mungu atangulie mbele, awe thamani kuliko fedha ulionayo mfukoni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndio thamani ya utajiri wako itakapoonekana. Thamani ya utajiri wako haiwezi kuonekana kama unashikilia pesa. Maana yake watu wengi tunaangalia nini? Fedha. Unaangalia noti. Hizi noti hazina thamani. Hizi pesa hazina nini? Thamani ni wewe. Thamani ni wewe unayempa Mungu kipaumbele, anayekufanya uendelee kuwa mzima. Bwana Yesu asifiwe. Uzima wako ndio thamani inayotengeneza utajiri wako. Kama wewe ni mgonjwa, hauwezi kuwa na thamani hata kama una utajiri wako. Odinga si huyo hapo kaondoka, na alikuwa na viwanda vingapi na makampuni? Thamani yake imeishia hapo. Utajiri wake umeishia hapo. Hakujenga ufalme wa Mungu. Na alikuwa anaomba yeye aende kuzimu, hataki kwenda mbinguni, kwa sababu maisha yake yalikuwa hayana Mungu ndani yake, pamoja na mali alizonazo. Nataka nikuambie, mwana wa Mungu, mpe Mungu kipaumbele. Mpe Mungu kipaumbele. Ujue thamani yako ni Mungu peke yake. Utajiri wako ndio thamani ya afya na uzima ulionao, kwa sababu Mungu ndiye anayekupa nguvu za kupata huo utajiri wako. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza. Lazima kuwepo na spiritual connection, yani maunganiko ya kiroho kati ya wewe mwenye kutaka mali au utajiri na Mungu mwenye kuwezesha huo utajiri ili upate. Lazima muwe mmeunganika. Juzi Jumapili niliwaambia, utajiri au mafanikio ni lazima yatokane na mhubiri anayekufundisha. Kama mhubiri ana mawazo ya kimaskini, ana mawazo dhaifu na mawazo ya kinyonge ya kufungisha watu wanalala njaa kila siku, wanashinda humo wanateseka, utafikiri watumwa wa mtu. Watu hawezi kumiliki mali. Mali zinamilikiwa na watu ambao wamejiungamanisha kiroho na Mungu mwenye kutoa mali au utajiri. Halo. Sijui mnanielewa? Lazima kuwepo na maunganiko ya kiroho kati ya wewe muombaji na Mungu mwenye kutoa. Sijui mnanielewa? Mali haziji kwa sababu unaombewa. Utajiri hauji kwa sababu wachungaji wanakuombea au wanakutabilia au unatoa sana.
namna gani ya unavyojiungamanisha wewe na Mungu huyu anayekupa hiyo nguvu ya kupata hicho unachokitaka ili ukimiliki. Kama hamna maunganiko, ina maana kwamba huo utajiri hautakuja kwako. Watu wengi wanadhani maisha ya miujiza ni kukaa unazunguka unaomba tu, unajifanya kwamba wewe una Mungu ndani yako, lakini hamna kazi yoyote unayofanya. Kanuni za kiungu za ufalme wa mbinguni ni mtu afanye kazi, awekeze kwenye vitu vya muhimu. Halo, awekeze kwenye vitu vya muhimu. Hata kama utakuwa na deni, ina maana deni lile linahusika na maendeleo yako uliyokuwa unayatafuta na mafanikio, kwa sababu ulikuwa uzitumii kwa ajili ya anasa au kwa ajili ya kula tu na kuvaa. Halo, Bwana Yesu asifiwe. Kwa watu wengi wameshindwa kufanikiwa kwa sababu hawaishi zile kanuni za kiungu. Hawajiungamanishi na kiroho na Mungu mwenye kutoa nguvu za kupata mali au utajiri. Kwa lazima ujiungamanishe na ufalme wa Mungu. Na ndio maana nimekuambia kitu cha kwanza, prioritize. Utoe kipaumbele, umpe Mungu nafasi katika mambo yako, maisha yako. Umshirikishe kila jambo unalolifanya, mtangulize katika kila unalolifanya. Na ukisikia neno, liishi lile neno, na ulinene na ulitamke wewe mwenyewe, kwa sababu ulisikia kila ambacho Mungu alikuongoza kukifanya. Bwana Yesu asifiwe. Sijui mnanielewa na wa Mungu. Kwa unaona watu wengine wamefanikiwa kwa sababu wameyaishi yale waliokuwa wanayajua. Unajua kuna kujua jambo na ukaliishi, na ukajua kila ambacho ninakiishi ndio sosi au chanzo cha mafanikio yangu. Kwa kama unamjua Mungu, mkiri yeye. Mkiri kila siku. Kitu cha kwanza unamkiri yeye. Hata vile unavyovifanya unamkiri yeye, kwa sababu ndiye amekuwezesha kufanya. Ufanyi wewe kwa sababu una elimu au una ujuzi au una uzoefu juu ya kile unachofanya. Unamkiri yeye siku zote za maisha yako. Ndio maana ya kumpa Mungu kipaumbele cha kwanza. Biblia inasema mkiri yeye naye atayanyosha mapito yako. Kama usipomkiri mwenye kukuwezesha katika yale mapito unayoyapitia, sio rahisi ukafika kule unakotaka kufika. Utaishia hapo hapo. Na leo tuna maisha magumu sana. Wakristo wengi ni maskini sana. Wakristo wengi ni maskini sana. Wengi ni maskini. Tuko chini, viwango vyetu vya kiroho viko chini. Uwezo wetu wa utendaji kazi ni mdogo. Wakristo wengi hawafanyi kazi, they are lazy, wavivu. Wavivu wa kufikiri, wavivu wa kutenda. Alafu ni waoga. Kila jambo tunaogopa. Hatuko tayari kujitoa muhanga. Halo, Bwana Yesu asifiwe. Jitoe muhanga kwa ajili ya kile unachofanya. Mimi ngoja niwaambie, mnavyoniona hivi, ninafanya kazi nyingi kwa sababu singoji mtu mwingine anisukume au anifanyie. Ninafanya kwa sababu wajibu wangu na nafasi yangu ni kutekeleza na kutimiza maono aliyoyaweka ndani yangu, ili Mungu siku moja aje atukuzwe kwenye maisha yangu, nikiwa nimetoka duniani au nikiwa bado naishi. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nimefundisha somo linasema nenda mwenyewe. Usingoje kwenda na watu. Watu wanataka waende wote. Usiende na watu, nenda mwenyewe. Kwa sababu ulikuja mwenyewe duniani. Hujaja na mkeo, hujaja na kaka yako, hujaja na baba yako. Ulikuja mwenyewe. Nenda. Ukienda mwenyewe usijilinganishe na wengine. Kwa sababu ukijilinganisha na wengine, kuna wengine wamepita mapito magumu. Mimi hapa nimepita mapito magumu mpaka nimefika hapa. Sio rahisi. Huwezi kuiga maisha yangu ukayaweza, kwa sababu mimi nimepita mambo magumu. Sio rahisi wewe ukafika kama mimi. Ishi mwenyewe na ishi neno la Mungu linalokuongoza. Jiunganishe na ufalme wa Mungu ambao unatoa nguvu za kupata mali.
na utajiri. Utajiri sio rahisi. Utajiri sio kitu rahisi kukimiliki. Halo, mkitaka kupata mali lazima mjitoe muhanga. Ujitoe nini? Kuna vitu vingine unatakiwa uweke pembeni. Kuna maisha mengine unatakiwa uyaache. Kuna watu wengine unatakiwa waweke pembeni. Kuna kazi zingine unatakiwa usiweke pembeni. Lazima uishi maisha yako. Lazima uishi nini? Maisha yako. Sio rahisi kumwona mtu ametajirika, amefika viwango vikubwa, ukafikiri ni mchezo, amecheza kamari au tombora. Hapana. Ni maisha ya kujitoa muhanga. Halo, unajitoa muhanga. Siku ukiibuka, watu wanaanza kuona matokeo ya kile ulichokuwa unakitafuta mwenyewe. Unaacha watu, unaacha vitu, unaacha tabia mbaya, unaacha mazoea, unaacha watu wengine, unawaacha, unaenda mwenyewe. Utakutana na kile unachotaka. Mungu atakufanikisha kwa sababu ulitoa muhanga kwenda kukutana na kile unachokitaka, kwa sababu ulimtanguliza Mungu na ukaamini kwamba ninako kwenda Mungu atanisaidia. Nilikuwa nasoma habari za Yakobo. Yakobo alipoambiwa aende kutafuta mke ujombani kule kwa Labani, alipofika njiani akamwambia Mungu, ninaenda huko, sina kitu, na mkononi mwangu nina fimbo peke yake, lakini ninapoenda huko ukinipa mke, ukanipa watoto, ukanipa mali, ukanipa na utajiri, siku nikirudi mahali hapa ambapo nimepiga magoti na nimekutana na wewe na ukafanya agano na mimi, nitakutolea sadaka. Akaondoka. Maneno yale aliyoyasema, akiweka nadhiri kwa Mungu kwamba siku ambayo Mungu atamkumbuka, akampa chakula, akampa mavazi, akampa watoto, akampa mke, akampa mali, akirudi mahali pale alipokutana na Mungu atatoa sadaka. Sasa ngoja nikuulize, pale Mungu ndiye alikuwa anakaa? Ni mahali alikokutana na Mungu, akajiungamanisha na nguvu za rohoni, na ndizo zilizompeleka zikamfikisha kule. Na aliporudi, alirudi mtu mwingine, kwa sababu aliyaishi maisha yake na aliishi maneno aliyoyasema. Watu wengi hatuishi maneno tunayoyaahidi kwa Mungu. Waongo tunaishi maisha ya bandia tu hapa. Walokole wengi ni waongo. Mungu ajua. Nimemwachia Mungu. Wewe, Mungu anajua nini? Kila mtu ana nafasi yake ya kucheza kwenye nafasi yake. Golikipa hawezi kwenda kufunga goli. Golikipa kazi yake ni kuzuia magoli yasiingie. Halo. Sisi walokole tuna shida nyingi sana. Ukiangalia walokole ni maskini. Juzi nilikuwa natoa mfano. Kanisa la Lutheran pale Kijitonyama, kwa mchungaji yule walikuwa wamemfukuza yule. Unajua alipomfukuza, Wakristo wake kanisani walienda wakatundika bango pale Moroko kuhakikisha mchungaji wao anarudi, kwa sababu mafundisho anayowafundisha yamesababisha wametajirika. Bango lile lilikuwa linalipiwa kwa mwezi milioni 4. Lilikaa mwaka mzima mpaka akarudi. Na amerudi, alikuwa anahitaji milioni sijui ngapi. Wamefika vijana mle kanisani, wamechangia 1.6 bilioni. Bilioni 1 na milioni 600. Kwa siku hii sisi tumekaa maombi marefu, kufunga sana. Usiwe na maombi marefu, upate muda wa kufanya kazi sana. Mimi baba yenu nafanya kazi sana. Kesho nikiubuka nikatajirika, mtasema ni sadaka zetu. Acha zenu. Sadaka za wapi? Hizi sadaka zinaweza zikakupa utajiri. Ni lazima uwe na nguvu za ziada za kufanya, na ndio maana mawazo ya mwenye bidii zinaelekea nini? Utajiri. Mimi siogopi kupoteza chochote.